Ninasoma mstari wa 14 hata mstari ule wa 19. Neno la Mungu linasema, Ibrahim akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kiriba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa, akamkabiri mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema, nisimone kijana akifa. Naye akakaa akimkabiri, akapaza sauti yake, akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka, ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Hebu sema, Mungu atanifanya kuwa taifa kubwa. Mstari wa 19, Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Yehova, ninalibariki jina lako. Wewe ni Mungu, wewe peke yako. Bwana, tukiangalia juu, nyota za mbinguni unazijua kwa majina yake. Unajua jina la kijana huyu, jina la binti huyu, jina la kila nafsi ulioimba, na kwamba wakati huu wako katika madhabahu yako. Sema nawe, wasikie sauti yako, ya kwamba kulia kwao kipo kisima cha maji, kushoto kwao umemtuma malaika akuonyeshe kisima cha maji. Mbele yao kipo kisima, nyuma yao kipo kisima. Na mwasiogope, kwa damu ya mwana-kondoo wasikilizishe sauti yako Yehova, ili wakapokea wale malaika wakiwahudumia. Nami umenituma, niko tayari Yesu. Sauti yangu ni sauti yako, sauti yangu ni sauti yako, ni chombo chako, ni kinywa chako. Tamalaki Yehova kwa nguvu na uweza, tamalaki Yehova kwa tetemeko la ardhi, tamalaki Mungu kwa ngurumo na moto. Siku ya leo, wakati huu, tuko tayari, niko tayari kuachilia wingu, achilia uwepo wako kwa jina la Yesu. Kila roho na nafsi iliyokuja katika madhabahu utaigusa kwa jina la Yesu Kristo, yeye aliye mtakatifu. Amen. Waweza kuketi. Hebu sema, kisima cha maji. Rudia tena, kisima cha maji. Watu wengi katika Afrika na wengi hasa Tanzania wanafahamu kuhusu kisima. Hata kama ungekuwa umezaliwa Dar es Salaam, utajua ama umewahi kusikia kuhusu kisima. Kisima huwa ni chanzo cha maji. Vipo visima ambavyo chanzo chake cha maji ni chemichemi. Kisima ni mahala panapotoka uhai.
Kisima ni mahala ambapo mtu huenda na kupata mahitaji yake. Kisima ni hazina. Oh, haleluya. Kisima ni mahala ambapo watu wakitindikiwa watapata msaada huko. Nami mchana huwa leo ninasema na wewe kwa habari ya kisima cha maji. Neno la Mungu linasema maisha yako hivyo yalivyo ni kwa sababu ya imani yako ambayo haijasimama na kumwamini Bwana ya kwamba yeye anaweza kuachilia uzima ndani yako, kuachilia maji ndani yako, kuachilia chakula ndani yako, ya kwamba yeye anaweza akawa ni chanzo cha kila kitu unachokihitaji. Wapo wanaovutwa na maisha ya dunia hii. Wapo wanaokwenda kwa watu wakidhani ni visima. Wapo wanaokwenda kuzimu wakidhani ni visima. Na kokote unapokwenda ni visima ambavyo maji yake hayadumu. Nami ninanena kisima ambacho kitadumu. Wewe utakunywa, watoto wako watakunywa, wajukuu wako watakunywa, na wajukuu wa wajukuu wako watakunywa hata vizazi elfu. Amina. Mungu alipomwita Ibrahim kutoka Uru wa Wakaldayo, nchi ya Wakaldayo sasa hivi ni Iraki ama Babeli kwa wakati wa Biblia ama nyakati za Biblia. Yeye Mungu alisema na Ibrahim akiwa Iraki, akamwambia toka kwa baba yako na jamaa yako, maana nitakufanya kuwa taifa, nitakufanya kuwa baraka. Kila atakaye kubariki atabarikiwa, kila atakaye kulaani atalaaniwa. Ni wewe ambaye katika kizazi chako Mwokozi wa ulimwengu ataachiliwa. Mungu alitafuta mtu mmoja ambaye atakuwa na imani, yeye ambaye alimwambia aende mahala asipokujua, naye akaanza safari. Akaiacha Iraki, akaiacha Babeli, akaiacha Baghdad, akaacha maisha na kila kitu, akaanza safari ya imani akienda mahala asipokujua. Akaishi miaka 100. Kabla ya kufika miaka 100 alikuwa hajapata mtoto. Yeye na Sarai ambaye tumbo lake lilifungwa, maana lilitakiwa lifunguliwe, kumzaa mtoto mmoja jina lake Isaka, ambaye kupitia yeye Mwokozi wa ulimwengu atakuja duniani. Yeye ambaye hatatenda dhambi wala hatajua dhambi, yeye ambaye atakanyaga kichwa cha yule joka, kichwa cha ibilisi shetani, yeye atakayekuwa baraka kwa mataifa. Haikuwa rahisi kuamini. Miaka ilipita. Biblia inasema Sarai akamwambia Ibrahim, waweza kuwa na Hajiri ili tupate mtoto. Ndipo akazaliwa Ishmael. Wakati wa Bwana ulipowadia, maana Mungu alimwambia Ibrahim, huyu si atokaye katika tumbo lililobarikiwa. Tumbo lililobarikiwa ni la Sarai. Tumbo litakalomleta Yesu ni la Sarai. Yeye Ishmaeli nampenda, ni uzao wa kiuno chako, naye nitambariki. Lakini yupo mtoto wa ahadi ambaye atatoka katika tumbo la Sarai.
Malaika wakatumwa na leo wanatumwa. Walitumwa kwa Hajiri kama walivyotumwa kwa Sarai. Wakamwambia Ibrahimu, Sarai yuko wapi? Tumekuja kutamka mwakani wakati kama huu atakuwa na mimba itakayozaa mtoto, yeye atakayekuwa kizazi kitakachomleta Mwokozi wa ulimwengu. Ndipo alipozaliwa Isaka. Biblia inasema wakati wa kumtahiri, siku 8 baada ya kuzaliwa, kulikuwa na sherehe. Watu walikusanyika katika boma la Ibrahimu. Ishmaeli wakati huo alikuwa na miaka 13. Kama ni sasa hivi amemaliza darasa la 7. Ana miaka 3. Na akiwa na miaka 3, alivyokuwa akitamka, alivyokuwa akicheza, Sara hakufurahi. Sara alikasirika, akaenda kwa Ibrahimu akamwambia, mfukuze Ishmaeli kwa sababu si atakayerithi. Biblia inasema jambo hili lilikuwa gumu, jambo hili lilikuwa baya, jambo hili lilikuwa mwiba, lilikuwa la huzuni katika moyo wa Ibrahimu. Lakini Mungu ambaye alimleta Isaka kupitia tumbo la Sarai akasema na Ibrahimu ya kwamba ninaujua moyo wako. Sikiliza tu sauti ya mke wako. Muondoshe Ishmaeli, muondoe Ishmaeli. Msikilize mkeo. Ishmaeli aondoke katika malango. Bwana alitafuta amani kati ya Sara na Hajiri. Alitafuta hekima kati ya Ibrahimu jinsi atakavyotawala malango yake, nyumba yake. Ndipo Biblia inasema siku moja asubuhi yake, wakati ule, wakati Hajiri analia, Hajiri alilia, Hajiri alisikitika, Hajiri aliugua, Hajiri alihangaika, Hajiri alifika mwisho, aliona giza, dunia giza. Alimwendea Ibrahimu akamwambia Ibrahimu, sikia Ibrahimu, uniambie neno moja. Sikia Ibrahimu, sema neno moja. Ni lipi nililolitenda lililochukiza kwako? Nilikuja kwako nikakutumikia, nilikuja kwako sikukusogelea. Nilipata kibali kwa Sarai. Ni mke wako aliyenitoa kwako, ni yeye aliyenipa nafasi nikakusogelea, akazaliwa Ishmaeli. Niambie kosa langu. Ibrahimu hakuwa na maneno ya kumjibu. Ibrahimu hakuwa na maneno ya kumjibu. Akamwambia, kabla sijaondoka, sema nisikie, pengine lipo jambo nimekukosea. Je, ni mtoto Ishmaeli? Basi usimfukuze, basi asiondoke. Ninajua hatarithi, maana sio mwana wa ahadi kama alivyo Isaka. Uniache kwenye nyumba ile, uniache kwenye mlango ule, uniache kwenye pembe ile. La, niketi na Ishmaeli, nimtunze mtoto wangu. Ninajua hatarithi wala hatagombea urithi. Kwa nini niondoke? Ibrahimu akamwambia, sauti ya Yehova, yeye niliyemsikia nikiwa Babeli, nikiwa Iraki, nikiwa mji unaitwa Uru, mji wa kabila la Wakaldayo, ndiye aliyeniambia ya kwamba nisikie sauti ya Sarai. Akachukua kiliba cha maji, akachukua na mkate, akamruhusu Hajiri, akamwambia, utakwenda uendako. Biblia yangu sema alimwambia ende wapi? Neno la Mungu linasema waliposimama wakaanza mwendo, wakapotelea jangwani. Ngeukie jirani yako, mwambie, haijalishi unapita katika huzuni kuu, haijalishi unaona huna maisha, usipotee jangwani.
Sema haijalishi Ibrahimu wako uliyemtegemea amekwambia ondoka, wamekwambia ondoka, usimwache Yesu, usimwache Yesu. Oh haleluya. Hajiri hakuwa na akiba ya mkate, Hajiri hakuwa na akiba ya mkate, wala Ibrahimu hakujua kipimo, hakujua kipimo cha chakula, kipimo cha mikate. Ni mikate mingapi Hajiri na mwana wake wanahitaji? Ni maji kiasi gani wanahitaji? Biblia inasema walikwenda jangwani, Biblia inasema walipotea, Biblia inasema imani yao iliondoka. Maana hata Ishmaeli wakati anatembea jangwani, alikuwa anafikiria siku ambayo alitahiriwa. Maana Biblia yangu inaniambia watu wote walioketi katika malango ya Ibrahimu walitawaliwa. Alikuwa anasikia akikumbuka maneno ya baba yake Ibrahimu. Alimwambia anamjua Mungu, anamjua Mungu aliyemuita kutoka Uru wa Karidayo. Alimwambia ni Mungu wa miungu, alimwambia ni Mungu mkuu, wala hapana mwingine. Alimwambia Ishmaeli, wala hapana Mungu kama yeye, usimwabudu Mungu mwingine. Yeye atakupa chakula, yeye atakupa uhai, yeye atakupa maji. Lakini akafikiria ni Mungu huyo ambaye baba yangu Ibrahimu aliniambia ameruhusu. Ninakwenda nisikokujua, ninaona giza, ninaanguka katika mashimo, ninakanyaga miba, ninapita mahali pasipo kwenye barabara, ninapita kwenye msitu, ninasikia sauti za simba, ninasikia ngurumo za fisi. Je, huyu Mungu ni Mungu wa namna gani? Alikwenda taratibu, Hajiri akimpa maji, alikwenda taratibu, Hajiri akimpa mikate. Biblia yangu inasema alifika mwisho akalala. Hajiri hakuweza kumwangalia Ishmaeli, akaondoka, akapiga hatua umbali wa kurusha mshale, akisema nitamwangalia wakati anapumua pumzi yake ya mwisho, nisimuone, nisisikie akipumua pumzi yake ya mwisho. Nami ninajua moyo wako umeugua, moyo wako unazimia, tumaini lako limepotea. Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana anafanya jambo jipya kwa ajili yako. Unalia na kuugua ukimwona mume wako anaondoka, unalia na kuugua ukimwona mume wako anaondoka, unalia na kuugua hauna nguvu, umefika mwisho, moyo wako umezimia. Huwezi ukaona watoto wako wakiangamia, huwezi ukastamili kuona ulicho nacho kinapotea. Biblia inasema akalia, Hajiri akalia, hakuweza kuomba, Hajiri hakuweza kwenda mbele za Mungu. Hajiri alikuwa imani yake imeondoka. Ndio maana Biblia yangu inasema Mungu hakusikia maombi ya Hajiri, Mungu alisikia maombi ya kijana wake, Mungu alisikia maombi ya mtoto wake, Mungu alisikia maombi ya Ishmaeli. Inawezekana umefika mwisho, kusifu huweze, kuabudu huweze, kuomba huweze, kulia huweze, unabaki unagogoma. Maneno yamekwisha, kinywa kimefungwa, moyo umekauka, uwezo umelala, umekuwa kama Elia ambaye aliondoka akikimbia maneno ya Yezebeli, akaenda akajilaza hata chini ya mti
ule mletemo akamwambia, Bwana, mahali nilipofika ni heri uchukue moyo wangu, heri uchukue roho yangu, heri uchukue maisha yangu. Akajaza chini ya mletemo. Ndiyo maombi aliyoomba Elia, ya kwamba amefika mwisho, ya kwamba amefika mwisho. Na mimi natamka mwisho wako haujafika kwa jina la Yesu. Mwisho wako haujafika, mwisho wa furaha yako haujafika, mwisho wa baraka zako haujafika, mwisho wa ndoa yako haujafika, mwisho wa biashara yako haujafika, mwisho wa watoto wako haujafika kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sijui ungekuwa wewe ungefanyaje. Yeye alikuwa katika jangwa linaitwa Beersheba. Biblia yangu inasema Mungu akamtuma malaika, na mimi naamuru amtume malaika kwa ajili ya ndoa yako malaika, kwa ajili ya huduma yako malaika, kwa ajili ya watoto wako malaika, kwa ajili ya biashara yako malaika. Akamtuma malaika, akaenda kwa Hajiri, akamuuliza Hajiri, una nini? Tazame jirani yako. 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 Muulize, una nini? Una nini? Muulize tena, una nini? Je, una huzuni? Una nini? Je, umekata tamaa? Una nini? Sema, je, unajisikia kufa? Una nini? Muulize, je, umefika mwisho? Oh, haleluya. Ndivyo Mungu alivyomuuliza Hajiri. Yule malaika aliyetumwa akamuuliza Hajiri, una nini? Maana umeketi, maana umelala, huwezi kusifu, huwezi kuabudu, huwezi kuomba, huwezi kusema lolote. Una nini? Una nini? Akamwambia, Bwana amesikia maombi ya Ishmaeli, amesikia maombi ya kijana wako. Yeye mwenye miaka 13 alikuwa akimkumbusha Bwana ya kwamba ulimwambia baba yangu, naye alisema nami ya kwamba hata kama mimi sio mrithi kama Isaka, lakini utanibariki. Mbona ninakufa hakuna maji? Mbona ninakufa hakuna chakula? Kwa nini umeniacha nife jangwani? Lia mbele za Bwana siku hii ya leo. Bwana amekuacha, Bwana unahangaika, ahadi zake ziko wapi? Bwana hazitimii. Bwana umefika mwisho, Bwana umefika mwisho. Mwambie Yehova, ndivyo Ishmaeli alivyomtai Bwana. Malaika akatumwa, akaenda Beersheba, akachimba kwenye jangwa, akaiambia ardhi, maji njoo. Ardhi ikatoa maji, akamwendea Hajiri akamwambia, geuka mkono wako wa kulia, angalia kisima cha maji, nenda uchote, mpelekee Ishmaeli, maana atakuwa taifa kubwa. Pokea kisima kinachorudisha furaha yako, pokea kisima kinachokuwa chanzo ya amani yako, pokea kisima kwa damu ya mwana-kondoo. Haijalishi mwendo wako umekuwa ni mkuu, umekuwa wenye shida, haijalishi ya kwamba usiku umekuwa mrefu. Yeye anatuma malaika, asubuhi inakuja, anakuambia anakuangalia, simama uangalie kipo kisima. Hili ni jangwa, katika jangwa lako ninapanda kisima, katika jangwa lako ninapata kisima kwa damu ya mwana-kondoo. Katika huzuni yako ninapanda furaha kwa damu ya mwana-kondoo. Katika kukataliwa ninapanda upendo wa Bwana mabwana kwa jina la Yesu. Oh, haleluya. Maisha yanaweza yakawa ambavyo hutamani, yakawa ambavyo kutegemea, yakawa ambavyo ni kinyume na ahadi. Ndivyo ilivyotokea kwa Hajiri, ndivyo ilivyotokea kwa Ishmaeli. Lakini yeye uliangalia neno lako alitimiza. Hayo unayopitia ni ajili ya kuimarisha imani yako. Hayo unayopitia ni Bwana anataka aone kama utamkumbuka.
alimwambia Ibrahimu, sikiliza sauti ya mke wako, ili atimize andiko ya kwamba hakuna kama yeye, hakuna kama yeye, hakuna kama yeye. Kama Sarai alidhani ya kwamba Ishmaeli hatakuwa kitu, yupo Mungu kwa ajili yako. Kama Sarai wako katika maisha yako anadhani ya kwamba ustahili kuwepo mahali ulipo, ninakwambia Mungu ataruhusu, utatoka hapo ulipo, lakini atakufuata, atakuwa nyuma yako, kukupa furaha, kukupa amani, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Usiwanyoshe vidole, usitaje majina yao, wala usiwaraumu. Mwambie Bwana, Biblia yangu haisemi ya kwamba Ajili alipigana na Sarai. Biblia yangu haisemi ya kwamba Ajili alimtukana Ibrahimu. Biblia yangu haisemi ya kwamba Ishmaeli alikoma. Alisema maisha ndivyo yalivyo. Ninapokea maisha haya, ninakwenda jangwani nisipokujua. Ninainua imani yako ya kwamba kwa vyote vile unavyopita, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, Mungu wa uweza, yeye Mungu miisha dunia, anaachilia kisima. Tumoja some Mwanzo 26. Umeokoka lakini unapita jangwani. Umeokoka lakini unakwenda Beersheba. Umeokoka hauna akiba ya chakula. Chakula chako kimeisha na maji yameisha. Chakula ni neno la Bwana, ndilo litakalo kupa nguvu. Wanadamu wanaposimama kinyume na wewe, uliweke neno la Bwana, ulitunze neno la Bwana. Hiyo ni chakula. Utapita katika dhoruba, utapita katika mateso, utapita katika shida, utapita katika maskini. Hata hujui kesho yako, hujui utakula nini. Watoto hawaeleweki katika magonjwa. Ibrahimu hakuweza kuwapa chakula cha kutosha, hakuweza kuwapa maji ya kutosha. Ipo akiba. Ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, neno lake linasema yeye atakuwa pamoja na wewe. Ni neno lake atalitimiza kwa damu ya Mwana-Kondoo. 26 Mwanzo mstari wa 19. Soma 19 20-21. Neno la Mungu linasema, watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wakapata kisima cha maji matamu yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wa Filisti wakagombana na wachungaji wa Isaka. Wakamwambia Isaka, kisima hiki sio mali yako, kina maji matamu. Wakakigombania wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina lake kisima cha Eseki. Isaka akasema kisima hiki ni Eseki kwa sababu Wafilisti wamekigombania, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine. Hakuchoka Isaka, akachimba kisima kingine. Wakagombania na hicho tena. Watu wa Gerari wa Filisti wakakigombania. Wakakiita jina lake Fitna. Wakasema haustahili kuwepo mahali hapa kunywa maji ya kisima kinachotoa maji matamu. Isaka akakiita jina lake Fitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine. Hakukata tamaa, akaondoka akachimba kisima cha tatu. Wala hicho hawakukigombania. Akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, naye atatuzidisha, naye atatuzidi katika nchi,
nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka hapo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wapo watu wa Gelali, mahali hapa panaweza pakawa ni Gelali yako. Maisha yako yanaweza yakawa yako katika watu ambao hakuna chema, hakuna kizuri, hakuna baraka itakayoachiliwa katika maisha yako. Wasigombanie, wasichukue, wasikunyang'anye, wasiende kwa waganga, wasiende kwa wasoma nyota, wasiende kwa wapiga ramli, wasiende kwa watu wanaokuchukia na kuiondoa baraka yako, na kuiondoa furaha yako, na kuondoa kile ambacho Bwana amekiweka kuwa nguvu, kuwa uzima, kuwa furaha ya maisha yako. Biblia yangu inasema hivyo ilivyokuwa pia kwa Isaka. Alichimba kisima, tena kisima hicho alikifukua wakati baba yake hajafa. Alipewa Gerari, ni nchi ya Kanani. Alichimba kisima wakati ule, akarisha na kunyosha mifugo, lakini watu wa Gerari, Wafilisti walikigombania. Usishangae ukipata kiwanja, kuna watu watasema kiwanja hiki ni changu. Wewe ni mtu wa pili wa kukinunua, na ukagombania na ukaenda hata mahakamani. Usishangae hata mchumba anagombaniwa. Usishangae hata mume wako. Wapo watu wanaosema haustahili kuwa na mume huyu. Usishangae wapo watu wanaosema haustahili kuwa na mke huyo. Yeye aliye kisima chako wanakigombania. Oh, haleluya. 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 Acha wagombane, acha washindane, acha wagombane, acha washindane. Pokea akisema, Bwana anakufanyia nafasi leo, Bwana anakufanyia nafasi leo, Bwana anakufanyia nafasi leo. Isaka akasema kisima hiki ni Rehoboth. Pokea Rehoboth yako, pokea kisima chako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hakuna atakayesimama afanye vita na wewe. Hakuna mchawi, hakuna mbanga, kuzimu haitasimama kugombania afya yako, kugombania familia yako, kuwachukua watoto wako, kuondoa uzima wako. Kwa damu ya mwanakondoo ninatamka kwa jina la Yesu, Bwana atazidisha hivyo alivyomwambia Isaka, kwa sababu amekufanyia nafasi. Atazidisha kwa jina la Yesu. Ninazidisha furaha yako kwa damu ya mwanakondoo, ninazidisha amani yako kwa damu ya mwanakondoo. Ninapanua biashara yako kwa jina la Yesu, ninapanua huduma yako kwa damu ya mwanakondoo. Hebu sema napanua, sema napanua huduma yangu, biashara yangu, napanua familia yangu, napanua wigo wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana ni Bwana aliyenena ya kwamba atakuzidisha. Wamekombana na wewe, wamepikana na wewe, uko uliko usikate tamaa, usigugumie, utaacha chini Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, nami nainua yeye atakayesimama kama Ishmaeli, yeye atakayekombea. Haijalishi umefika mwisho, haijalishi umefika mwisho. Ninatuma Bwana, Bwana atume akuinulie mtu sawasawa na neno lake. Katika Isaya 43 ataleta mtu kwa ajili yako. Mahala ambapo umelala na uwezi kuomba, watasimama leo kwa ajili yako. Nawe utaamshwa, nawe utaamshwa, uonyeshwe kisima. Nawe utaamshwa kama Elia alivyoamshwa, akaonyeshwa chakula, akaonyeshwa chakula, akaonyeshwa na maji. Hivyo itakavyokuwa kwako miaka 40 ijayo, miaka 100 ijayo. Utakwenda bila huzuni, utakwenda bila magonjwa, utakwenda bila kukataliwa kwa jina la Yesu. Chakula alichopewa Elia, Biblia inasema alikila akakitumia, kikawa katika mwili wake siku 40. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea kisima, chanzo cha baraka yako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kisima, chanzo cha uponyaji wako ambao hauna mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima, chanzo cha ufahamu wako na maarifa yako kwa jina la Yesu. Pokea kisima, chanzo cha ufalme wako na utawala wako na kazi yako na ofisi yako na kilimo chako kwa jina la Yesu Kristo. Watakigombania lakini utasimama kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Safari uliyokwenda ni safari ya jangwa, ni safari ya jangwa.
umefika wakati wa Bwana mtume malaika wake. Imani yako iwe kwa Yesu. Yeye hatakuacha, yeye hatakuacha, yeye hatakuacha, yeye hatakuacha. Ataliangalia neno lake apate kulitimiza kwa jina la Yesu Kristo. Isaya 40. Simama pale ulipo. Kati unasimama, fungua Isaya sura ya 40. Nami ninasoma kuanzia mstari ule wa 20. Ninakwenda kumaliza. Ninataka ujitayarishe kumwona Mungu akikuhudumia. Ninataka ujitayarishe kumwona Bwana akisimama. Ninataka ujitayarishe kumwona Roho Mtakatifu akisema na wewe, akikuonyesha kisima. Wewe uliyefika mwisho, wewe uliyezimia, wewe uliyechoka, ninahitaji usikie Roho ya Bwana ikisema na wewe. Anajua umekataliwa, anajua umefukuzwa, anajua biashara yako imekufa, anajua familia yako imesambaratika, anajua watoto wako wamefichwa na kuzimu, anajua uko jangwani, hauna maji, hauna chakula, anajua mateso yako. Usikie sauti yake ya kwamba yeye hazimii wala hachoki. Anakwenda kufanya kisima kwa ajili yako ambacho kuna mtu ambaye atakigombania. Itakuwa ni Rehoboth yako ambaye Wafilisti watagombania. Wachawi watasimama, waganga wataweka uchawi wao, wasoma nyota hawatachukua nyota yako wala kusudi la Bwana katika maisha yako. Itakuwa ndio kuinuliwa kwako, hakuna atakayesimama. Umefika mwisho. Bwana anataka kuanza safari mpya na wewe. Umekoka ni miaka mingi, lakini unalia, lakini una huzuni, lakini una magonjwa, lakini una mateso. Weka imani. Usimwangalie Ibrahimu. Anaweza kukwambia ondoka, wala usimwamini Sarai. Hatumwamini Sarai ambaye alikupa kibali leo, kesho anaweza akakiondoa. Mwamini Yesu. Yeye hatakuacha. Mwanadamu anaweza kuacha, mwanadamu anaweza kutupa, na mwanadamu anaweza kufa. Yeye hatakuacha. Uaminifu wake ni milele na milele, na Mungu wetu hafi, ni Mungu wa milele. Kusudi lake litatimia. Haleluya. Isaya 40. Ninaomba tusome wote kwa pamoja, sisi wenye Biblia. 40 tutasoma mstari wa 28 mpaka ule wa 31. Yeye ambaye hana Biblia, basi Roho wa Bwana aseme naye anunue Biblia. Isaya 40:28. 1, 2, 3. Je, wewe kukujua, kukusikia yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Usizimie, usichoke, usichoke. Je, ukujua ya kwamba Mungu hazimii wala hachoki? Je, ujapata kusikia ya kwamba Mungu hazimii wala hachoki? Sikia leo, Mungu hachoki. Sikia leo, Mungu hazimii. Njia zake hazichunguziki. Unapita katika shida na mateso, anataka uvuke ile daraja, anataka uvumilie
juu, ndipo atakapokuinua. Usikate tamaa, usikate tamaa. Sasa mshike mkono jirani yako, mshike mkono, useme naye na utamke maneno haya. Shika mkono jirani yako, mshike kwa mkono wako wa kulia. Kama mnasalimiana, kama mnasalimiana, ndivyo tunavyoingia katika maombi, na ni maombi ya kuzunguka, maombi ya kumwambia Bwana. Hebu mwambie, umemshika mkono. Wewe tafuta wako, mshike mkono, lazima umwangalie usoni. Tafuta, nenda hata kwa binti, nenda. Huyu hapa mwingine hana, huyu Zanita hana. Haleluya. Unapita Beersheba, unapita katika jangwa, umezimia, huwezi kusoma neno la Mungu, huwezi hata kuomba, unaona giza, umezimia, umefika mwisho. Ninataka umwambie uliyemshika mkono, mwangalie kwa mwenye macho, usimwogope tu, mwangalie, mwambie, je, ukujua ukusikia ya kwamba Mungu wa milele hachoki hazimi. Kwa nini umechoka? Kwa nini umezimia? Kwa nini unalia? Kwa nini unakata tamaa? Mwambie, njia za Mungu hazichunguziki. Utavuka. Angalia kulia, angalia kulia, angalia kulia. Kisima cha maji, chota unywe. Safari inaendelea, mwambie chota unywe ili waibike, chota unywe ili washangae. Mwambie, Mungu anataka kuwashangaza waliokutesa, waliokufukuza, waliokukataa. Yeye ni Mungu. Pokea kisima, chemchemi ya uzima. Hallelujah. Amen. Praise him. Leo labda kama kuna wagonjwa nitaita mwisho, lakini nataka kwenda kwenye maombi kwa ajili ya neno hili. Wewe unajua unapita katika jangwa gani? Wewe unajua unapita Beersheba. Wewe unajua ni yapi ulioambiwa na Ibrahimu wako ukafa na ukasikia kufa? Ni wapi ulisikia Sarai akitamka na ukaona maisha hayana maana? Ni wapi? Unajua ya kwamba kila ulichokifanya kilipoanguka vikatoweka, uliona giza nene, haukuwa na msaada. Wako watu waliokusaidia, wakakupa mkate, wakakupa na kiriba cha maji. Mkate umekwisha na maji yamekwisha, hauna mkate wala hauna maji. Ni wewe uombe ajili ya kuweza. Ishmaeli alimuinua. Leo omba kwa nafsi yako, omba kwa kuugua, omba kwa kulia. Bwana abadili maisha yako. Wanakuona unapita jangwani, wanasema hautarudi, wanasema umefika mwisho, wanasema hautainuka, wanasema umeanguka. Bwana anaachilia malaika. Omba pale ulipo, omba katika biashara yako, omba katika familia yako, omba katika roho yako, omba katika nafsi yako, omba katika ofisi yako, omba katika kazi yako. Omba. Ni wakati wa kumwambia Bwana yuko tayari, anataka kusikia. Alisikia sauti ya Ishmaeli, atasikia sauti yako mchana huu leo. Naweza wewe Yesu, naweza wewe Bwana, naweza. Hallelujah. Unaweza Yesu, unaweza Yesu, wachilia nguvu, uruke kama taa. Hallelujah. Uende wala hautazimia. Unaweza Yesu, Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, yes, hallelujah, ninaomba umwambie Bwana, Ibrahimu wangu siko naye. Ninaomba umwambie Bwana, nilipata kibali kwa Sarai, kimeondoka. Ninaomba umwambie Bwana, niko katika jangwa. Ninaomba umwambie Bwana, nimefika mwisho. Ile unalolipitia nina muda tu. Bwana analifikisha mwisho leo. Bwana analifikisha mwisho leo. Fikiria katika akili ya Hajiri ilikuwa nini? Ile Ishmaeli alikuwa nini? Tegemeo limefutika. Tegemeo limefutika. Oh, haleluya. Unajua leo Mungu asamehe, Mungu achoke, wala njia zake hazichunguziki. Hapo ulipo unatoka, hapo ulipo unatoka, hapo ulipo unapokea sema, hapo ulipo unapokea, hapo ulipo unapokea sema, hapo ulipo unainuliwa, hapo ulipo unazidisha. Damu ya Mwana-Kondoo anahitaji kusikia maombi yako. Nenda mbele za Bwana, 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 nenda mbele za Bwana. Mwambie uko jangwani, mwambie uko Beersheba, mwambie uko katika safari, mwambie uko katika uzee, mwambie unaona giza, mwambie umefika mwisho. Yeye hana mwisho. Mwambie umechoka, yeye hachoki. Mwambie mipango yako haifanikiwi, njia zako zimefungwa, akili zake, mipango yake haina mwisho. Anakuazia mawazo ya amani, anakuona uko kwenye jangwa, anakuona uko kwenye mateso, anakuona uko kwenye magonjwa, anaona familia yako inasambatika, anaona mume wako amekuacha, anaona watoto wako wanahangaika, anaona elimu yako haimtoa. Kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Mwana-Kondoo, yeye anakwenda. Wengine wakisema anamtuma malaika, kwa jina la Yesu nami namtuma malaika katika familia yako, katika familia yako, na kisema cha maji, cha baraka, cha uzima. Kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Mwana-Kondoo, ninamtuma malaika kwa watoto wako, ninamtuma malaika kwa familia yako, ninamtuma malaika kwa watoto yako, ninamtuma malaika, malaika mwenye kisima cha maji, malaika mwenye chakula, malaika mwenye maji. Kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Mwana-Kondoo, waliokumbana juu ya maisha yako, juu ya baraka yako, juu ya maisha yako, juu ya baraka yako, juu ya familia yako, juu ya elimu yako, juu ya mtoto wako, juu ya uzima wako, wanaachilia, 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 wanaachilia. Damu ya Mwana-Kondoo inakufanyia nafasi, inakufanyia nafasi, inakufanyia nafasi. Hakuna atakayesema kwa jina la Yesu, hakuna atakayesema kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Mwana-Kondoo itajulikana. Mungu anaishi milele iliyopita na milele ijayo. Yale ulimwengu Mungu ameshatania, yale yachokia wale wafumi. Kwa jina la Yesu inakutoa kwa jangwa, kwa jina la Yesu toka jangwani, toka Beersheba, toka Buyazini, toka magonjwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waliokufa, waliokukataa, waliokupigwa, waliokuonea, waliokuangusha, walioleta mateso, waliojana wetu, damu ya Mwana-Kondoo, damu ya Mwana-Kondoo, wanapigwa sasa, wanapigwa sasa. Na ninafunga kusema chini ya mawe, wakamba na uchawi, wakisema nyota, wapiga la mwezi, waweza kisa, waweza waso, waweza misemo, ninazifunga chini ya bahari, mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, malkia wa mbinguni, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Achilia kisima cha Petro, achilia kisima cha dada huyo, achilia uzima wake, achilia uzima wake, achilia utuma wake. Kwa damu ya Mwana-Kondoo ninakufunga kusema chini ya bahari. Hauna mamlaka, hauna mamlaka, hauna mamlaka. Natamka msimu mpya, natamka mwanzo mpya, natamka wakati mpya, natamka nyakati mpya, nyakati za furaha, nyakati za amani, nyakati zenye afya, nyakati za uzima. Kwa damu ya Mwana-Kondoo, nyakati za kufuraha, nyakati za kuinuliwa. Kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Mwana-Kondoo ninaifuta huzuni ya kukataliwa, ninaiondoa huzuni,
huzuni ya kufukuzwa kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Wote waliofukuzwa, wote waliokataliwa, ninawapokea sasa, ninawarejesha kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Ibrahimu wao amewacha, Sarai wao ameondoa kibali. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Ninamtuma malaika mwenye kibali kutoka kwa Bwana, kibali kilichoandikwa kwa damu ya mwanakondoo. Hakuna atakayefuta, majini hawezi kufuta, wachawi hawezi kufuta kwa damu ya mwanakondoo. Ninautunza uzima wako, afya yako chini ya damu ya mwanakondoo, watoto wako chini ya damu ya mwanakondoo, biashara yako chini ya damu ya mwanakondoo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chemchemi za maji, chemchemi za maji, kisima cha maji, maji ya uzima, maji ya uponyaji, maji ya baraka, maji ya furaha, maji ya amani, maji ya uzima, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Ya Yesu na mwisho amenena haya, ya Yesu azimia, ndilo neno lake, ndilo jina lake, ndilo jina lake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka mwisho, mwisho wa huzuni yako, mwisho wa kilio chako. Uliposimama, uliposimama, umezimia, umechoka. Ninamtuma malaika, anakugusa, anakugusa kichwa, anakugusa bega, kwa damu ya mwanakondoo. Simama uende na baraka za Bwana. Bwana anamtuma na yamenena, watakufanya kuwa taifa kubwa. Watu watakuja kupokea baraka, kuchota baraka, ukawa baraka, baraka kwa familia, baraka kwa kanisa, baraka kwa jamii, kwa damu ya mwanakondoo. Sio mwisho wako. Angalia kisema, mtazame Yesu, yeye ni maji, maji ya uzima, yeye ni maji, maji ya uzima. Samaria walikuwa katika kisima, kisima cha Yakobo, anaachilia maji, maji ya uzima, maji ya uzima. Yeye ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu. Hata kuacha ufe, hata kuacha uzimie, hata kuacha jangwani, hata kuacha jangwani. Anakuja, amefika, amemtuma malaika wake. Amini ya kwamba hana mwisho, ni Mungu wa milele, hachoki, hazimii. Yeye huwapa thawabu wote wamwendao na kumwamini. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninasitisha magonjwa yako, ninasitisha laana zako, ninasitisha huzuni yako kwa damu ya mwanakondoo. Mavazi yaliyovikwa, mavazi ya kukataliwa, kwa damu ya mwanakondoo. Mavazi ya magunia ninayavua leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu aliye hai, pokea utukufu. Wewe ni Mungu wa Mungu na Bwana wa mabwana, Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, ndilo jina lako. Mwenyezi wa Yakobo, uishie milele. Umeachia kisima, umeachilia kisima cha maji ya uzima. Uwe na watu wako, uwe na kanisa lako kwa jina la Yesu. Umewatoa jangwani, umewatoa jangwani, umewapa maji, umewapa mkate wa kutumikia na kutangaza ufalme wa mbinguni. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea sifa na utukufu. Amen.